Mwendelezo wa kile kinachoendelea hivi sasa kule Irani unaendelea. Maombolezo makubwa kabisa ambayo yameweka rekodi kubwa sana ulimwenguni. Maziko ya kiongozi wao mkuu Ali Khamenei yanaendelea katika miji tofauti ndani ya Irani, na pale Teherani watu wamekwisha kutoa heshima zao za mwisho na tayari wameanza kuelekea kwenye miji mingine. Inatajwa kuwa mwili wake utafikishwa kule Najaf ndani ya Iraki pamoja na Karbala. Pia utafika kule Qom. Kama nilivyowaambia kuwa wiki nzima tutakuwa tunazungumza jambo moja. Wiki nzima tutakuwa tunazungumzia swala moja kuhusu haya yanayoendelea au hiki kinachoendelea ndani ya Irani. Nimemsikia jana Rais Donald Trump akisema kuwa mkusanyiko mkubwa wa watu uliopo pale, labda Marekani ingeamua kufanya shambulizi kwa sababu wale wote tulikuwa tunawataji wako pale, lakini tumeamua kuweka pembeni. Kauli ya hovyo kutoka kwa kiongozi wa hovyo, ndio unaweza ukasema hivyo, hakuna kingine unaweza ukasema. Kauli ya ishara ya uhalifu. Kauli hii ukipeleka mpaka kwenye mkataba wa Geneva inaenda kwenye tafsiri ya genocide. Yani moja ya ishara za genocide, yani ile mauaji halaiki unachokiwaza. Kuna kile ambacho ulimwengu wa magharibi huwa unakiweka kwenye akili zao na kudhani au na kuamini kuwa wao ni waungwana sana, wao ni wastaarabu sana, na kuaminisha dunia nyingine kuwa utamaduni wao ndio utamaduni hasa, yani utamaduni wao ndio utamaduni ambao hasa ulipaswa kufuatwa duniani. Na sijui nani aliyemilikisha dunia nzima kuwa iwe katika muktadha wa ulimwengu wa magharibi. Ndio maana leo unaweza kuona tafsiri kuwa ukienda Afghanistan nchi inanyanyasa sana wanawake. Kwa mujibu wa nini? Yani ukienda sijui, jamani, kila watu wana asili yao na utamaduni wao na maisha yao. Kama vile wa magharibi wanaona kuwa utamaduni wao ndio hasa halisi, ulipaswa uwe utamaduni wao, sio uingilie nchi zingine. Watu wengine wanaona katika muktadha wa kile wanachokiona kwenye nchi yao. Maoni yao yanazungumza nini kuhusu wao? Huwezi kuchukua maoni ya watu wawili katika maoni ya watu 1000. Yani, okay, upinzani unakuwepo katika nchi mbalimbali. Hata sisi tuna upinzani wa vitu fulani, lakini mara nyingi huwa tunatazama wingi. Watu wengi wanapenda kipi? Kwa hiyo huwezi kuchukua maoni ya watu watatu labda wenye ugomvi, wenye upinzani na kila kitu, halafu useme kuwa haya ndio maoni ya umma wa ndani. No, umma wa ndani unazungumza nini? Kwa hiyo kwenye wengi unawapa kile kinachoonekana maombolezo makubwa yanayoendelea kule Irani na kutuma ujumbe duniani kwa kiwango kikubwa kuwa wamekuwa kwenye njia yao, ambao hiyo ndio wanaiona. Inakulazimisha rais mwingine wa nchi anawaza kuwa tungeweza kuwashambulia tukafanya kwa lipi? Yani kwa kipi ambacho unahisi kuwa, manake niliona mmoja wa wanaharakati wa Marekani anasema kuwa eti ni mkusanyiko wa halaiki ya wanajihadi. Kwa hiyo wengi waliopo pale ni wanajihadi. Hiyo jihadi, yani wewe kwa tafsiri yako uliofundishwa, hiyo jihadi uliofundishwa imekuja kwako kukudhuru, au wanaifanya jihadi kwao, au wanaifanyia wapi hiyo jihadi kwao? Yani kwako iwe na shida gani? Kwa hiyo aliyeaminisha ulimwengu, yani kuwa aliyeaminisha dunia kuwa ustaarabu wa magharibi ndio ustaarabu, ndio aliyetulazimisha kuamini kuwa ustaarabu na utaratibu wa dunia umefichwa kwenye kitu kinaitwa demokrasia, na kutulazimisha kuwa ulimwengu wa magharibi demokrasia yao ndio demokrasia halisi. Na basi kwa sababu wanawachukua watu wetu kuwa train na kuwafanya watuimbishe hizo nyimbo, basi tunaona kama ndio sahihi wao kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ni halisi, na haipo katika uhalisia kuwa watu na ustaarabu wao na maisha yao, utamaduni wao na maisha yao, na kile wanachokiona na maisha yao. Kwa sababu kama wao hawaja complain kuhusu kile walichonacho, kwa nini wewe utoke nje waamulie kuwa hiki mnachokifanya sio sahihi? Mbona wao wenye utamaduni wao wanajivunia maisha yao? Sasa kwenye hili swala la maziko ya ya kiongozi mkuu wa Iran Khamenei, kumekuwa na nadharia nyingi, kumekuwa na simulizi nyingi, kumekuwa na hadithi nyingi. Hadithi kubwa ni aina ya maziko yalivyopangwa, utaratibu wa maziko ulivyopangwa. Mamilioni ya watu wamejitokeza. Inatajwa kuwa takriban watu milioni 15, 20 mpaka 30 kwa jumla katika nchi zote wataweza
kushiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye maziko haya. Ni idadi kubwa sana ya watu, lakini mialiko kutoka nchi mbalimbali, kutoka kile ambacho kilichoonekana kama tishio lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuzitishia nchi zingine kuwa mtakaohudhuria tutawahesabu kuwa nyinyi sio marafiki zetu, tutahesabu kuwa nyinyi ni maadui zetu. Unaweza ukaona hilo kuwa hofu ni nini, yani wanachokiogopa kipi mpaka kusema kuwa tuwahofie na kutishia kuja. Lakini gumzo kubwa linabaki kuwa delegation, yani wawakilishi wa kutoka nchi mbalimbali waliohudhuria kwenye kuaga mwili wa Khamenei, hasa pale Teherani, na hasa pale ilivyokuwa Irani waliamua kuwakilisha ujumbe bila kuzungumza, ila kwa kupitia imani ya waliowazunguka, yani kupitia imani yao na kupitia Qur'ani wakaamua kuwa wanatuma message kwa kila nchi imeyoshiriki. Lakini si tu kuwa wametuma ujumbe, wametoa taswira ya kuonyesha walionayo vifuani mwao. Yani kuna wakati unataka kujua fulani ana maoni gani kuhusu mimi. Sasa kama haja express maoni yake mwenyewe kuambia mimi na maoni yangu kwako ni hivi na hivi na hivi, huwezi kujua. Lakini unaweza kusikia kwa mtu mwingine labda alisema kuhusu mimi hivi na hivi na hivi. Lakini Irani walichokifanya kuonyesha dunia, wakaamua kutumwa ujumbe kupitia maandiko, kupitia kitabu kitakatifu cha Qur'ani, kupeleka ujumbe kwa nchi washirika au majirani au vyovyote vile marafiki, kuwa sisi nyinyi tunawaonaje kwa kupitia maandishi. Kwa hiyo ndio maana ukaona kuwa kila ujumbe wa nchi fulani ulikuwa ukipita pale, kuna aya zinasomwa. Maana yake ile aya inawakilisha mtazamo wa Irani kwa nchi husika. Yani wewe tunakutazama katika muktadha gani? Yes, nadhani kulikuwa kuna ujumbe nyingi ambazo zilikuwa. Nitajaribu kupitia baadhi ya nchi ambazo zimepitiwa na ujumbe uliotumwa na aya iliyosomwa kupitia huo ujumbe ambao ulikuwa ukizunguka. Mfano, ujumbe wa Afghanistani ulivyokwenda kuaga, ilisomwa aya ya surat al-Fatiha, aya ya kwanza na ya pili. Surat al-Fatiha aya ya kwanza na ya pili inasema, hakika tumekupa ushindi ulio wazi ili Mwenyezi Mungu akusamehe dhambi zako zilizopita na zijazo, na atimize neema yake juu yako, na akuongoze njia iliyonyooka. Huu ni ujumbe wa Afghanistani uliopewa aya ya kwanza mpaka ya pili ya surati al-Fatiha. Sura ya Qatar walivyokwenda ikaenda aya ya tatu, anasema ili Mwenyezi Mungu akusamehe yaliyotangulia dhambi yako na yatakayofuata, na akamilishe neema yake juu yako, na akuongoze kwenye njia iliyonyooka. Ujumbe wa Pakistan ulikwenda na aya ya surati al-Isra aya ya 80, inasema nipe mlango wa heshima na njia ya kutoka yenye heshima, na unipe mamlaka ya kunisaidia kutoka kwako. Hii ni aya ya 80 ya surati al-Isra. Ulivyokwenda ujumbe wa India uliingia na aya ya 173 ya surati al-Imran, inasema wale ambao watu waliwaambia hakika watu wamekusanyika dhidi yenu, basi waogopeni, lakini iliwazidishia imani tu, na wakasema Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ndiye mtegemezi bora wa mambo. Huu ni ujumbe wa India ulioingia na aya ya 173 ya surati al-Imran, yani jinsi walivyokuwa wanawakilisha. Ujumbe ulivyokwenda wa Uturuki uliingia na aya ya 95 ya surati an-Nisa, aya ya 95 ya surati an-Nisa ambayo inasema Mwenyezi Mungu amewapendelea mujahidina kutoka kwa waliobaki nyuma kwa ujira mkubwa. Hiyo ujumbe ni wa Uturuki, uliingia na aya hiyo. Ujumbe ulivyokwenda wa Iraq, ujumbe wa Iraq uliingia na aya kutoka surati al-Baqara aya ya 154, inasema usiseme kamwe kwamba wale waliouawa shahidi katika njia ya Mungu wamekufa, kwa kweli wako hai, lakini nyinyi hamtambui. Hiyo ni aya ya 154
ya surati al-Baqara ambayo iliingia na delegation ya Iraq. Ujumbe wa Saudi Arabia uliingia na aya ya 13 ya surat Al-Imran ambayo ilikuwa inasema, tayari mmeona ishara katika majeshi mawili yaliyokutana vitani, moja likiwa linapigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na jingine lilikuwa likipigana na jingine lilikuwa likikufuru. Huu ndio ujumbe ambao walioingia nao Saudi Arabia. Nadhani gumzo zaidi ilipelekwa kwenye aya iliyosoma aya ya 13 ya surati Al-Imran ambayo ilielekea zaidi kwa upande wa Saudi Arabia, kuonyesha maanake aya inazungumzia kuhusu uwepo wa upinzani wa makundi mawili, na kundi moja linapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu na kundi nyingine linapigana katika njia tofauti. Kwa hiyo nyinyi mmechagua njia gani? Aya inavyoendelea mbele inasema Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale wenye kupiga, yani Mwenyezi Mungu yuko pamoja na waongofu. Sasa hii ilikuwa ni taswira ya Irani kuelekea majirani zake, na inabeba taswira ya kile ambacho nimekizungumza kuanzia mwanzo wa haya maziko. Kama utakumbuka kuwa kuanzia haya mazishi yalivyoanza, nilikueleza kuwa Irani wako zaidi ya maziko. Yani kuna kile ambacho tunakiona kama mazishi, lakini Irani wako kwenye msiba, lakini wako zaidi ya msiba, na wamelazimisha kutumia nafasi na fursa hii hivi sasa kutuma message dunia nzima. Ndio maana kumekuwa na uratibu maalum wa shughuli maalum ya Irani dunia nzima. Manake kuwa Irani walichofanya wamehakikisha wanaingiza wanahabari dunia nzima kwa ufadhili wao. Yani wameingiza wanahabari karibu kila nchi duniani iliyokuwa na ubalozi wa Irani. Ubalozi umeratibu shughuli za kuchukua wanahabari kuwapeleka Irani kwa ajili ya kazi moja, kuwa mnapaswa mripoti kile kinachotokea hapa ndani ya Irani katika njia bora ya kwetu, kwa sababu sisi ndio tunawaleta hapa, kwa tutawaonyesha yale ambayo dunia haikuyaona. Kwa hiyo ukichukulia nadharia kuwa Wairani wapo kwenye msiba, wapo kwenye maziko ya kiongozi mkuu, ni kweli, lakini inabaki kuwa maziko ya kimkakati zaidi. Naweza kusema kuwa wapo kimkakati zaidi kwenye haya mazishi, na mkakati wao kwa kiwango kikubwa naweza kusema kuwa bado unaendelea kufanikiwa kwa kiwango cha hali ya juu. Kama nilivyokuambia hapo awali kuwa leo hii mambo mawili yatakushughulisha. Wale wapenda mpira wanatazama World Cup, ukitoka kwenye World Cup una tune Teherani, tunaendelea kuangalia maziko ya Khamenei. Kwa hiyo yani wamelazimisha kupeleka. Sasa kutoka hapa tarehe 11 manake maziko yao watakamilisha itakuwa tarehe 9. Inatajwa tarehe 11 sasa watarudi rasmi kuanza mazungumzo tena na Marekani. Lakini ndani ya Irani wanataja kuwa tutakuwa katika mazungumzo ya ngazi ya kiufundi. Najua ngazi ya kiufundi ile ngazi ya chini, yani wale wawakilishi wa chini, sio mazungumzo ya wale sini ambao watakutana hapo baadaye. Kwa hiyo bado Irani wanaendelea kucheza hii mechi katika upande ambao wanaucheza. Yani kama naweza kusema kuwa ile huwa wanasema uwanja umeinama. Ni kweli uwanja umeinama na umeinamia upande wa Irani. Kwa hiyo Irani uwanja uko upande wao, kwa hiyo wanacheza mechi bado vile wanavyotaka. Lakini huenda mambo yakabadilika baada ya hili, kwa sababu tayari wameona kujifaidisha kisiasa kupitia msiba, au wamejifaidisha kwa kiwango kikubwa na wamefanikiwa kwa hili, kwa hali ya vyovyote vile. Na ndio usikia maoni ya Donald Trump kuwa tunawaona wako wengi. Kuna wakati anasema nilihisi huyu mtu anachukiwa sana, lakini naona mamilioni ya watu wamekusanyika kwa ajili ya kumuomboleza. Kwa hiyo hii ni taswira ambayo si nzuri sana kwa wala haiwavutii sana kuona kuwa hiki kingetokea kwa kiwango hicho. Sasa kinachoendelea ni hiki, na niliwaambia kuanzia mwanzo kuwa katika kipindi hiki cha maziko tutakuwa hatuna story nyingi, kwa sababu story nyingi zinabaki kuwa tupo kwenye msiba, wako kwenye harakati za kuzika. Na kama tutahadithia labda tutahadithia utaratibu kuwa mwili umetoka umeelekea sehemu fulani, mwili umetoka umeelekea fulani. Lakini baada ya hili tutaanza sasa kurudi kwenye zile simulizi zetu na hadithi zetu nzito na ngumu kuelekea yale ambayo tumeyazoea, kwa sababu simulizi na hadithi hazijawahi kuisha, na kwa sababu mambo bado yapo, kwa sababu naweza kusema kuwa haya mambo ni kama yametulizwa. Tuko kwenye ceasefire na tuko kwenye MOU. Kwa hiyo ni kama mambo yametulizwa. Kwa hiyo tunaweza tukarejea kurudi tena kwenye speed ile ya wakati ule, na tukawa na hadithi nyingi sana hapo baadaye. Jamani, nimekuja tu kuzungumza na wewe hili kwa sababu nikipotea sana hapa nilitaka niache kuwa mpaka maziko yamalizike haya ili nije nizungumze, lakini nikaona kuwa no, kuna watu wanataka wakusikie kila siku unazungumza. No, najipa siku moja na kuja na mpaka tutapomaliza haya mazishi nitarejea rasmi kwenye zile simulizi zetu na hadithi na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea ulimwenguni. Nikutakie
kila la kheri na asante sana, shukran sana. Mpaka hapo mara nyingine inshallah, nitapokuja tutazungumza mimi na wewe. Asante.